Mwanamichezo, hapa ni kwenye kambi ya wapinzani wa klabu ya Simba kwenye hatua ya 32 bora kwenye michuano ya CRDB, na tumefika hapa kwa ajili ya kupata mazungumzo yao kuelekea mechi hiyo. Maandalizi yanaendaje, ukizingatia tunahesabu masaa tu kuelekea mechi hiyo, na hapa nipo na wenyewe watoto wa mjini ama jenzi wanasema teka shambuliaji la B19 Moses Kitando, uko sawa sawa? Nipo sawa. Mbona kama unaanza kupata ubaridi? Wa nini? Yaani kuna namna tu yani. Mchezo wa mpira sio mchezo wa ubaridi. Kwa sababu wote tunacheza kwenye huu mchezo. Tunatumia mwili na hata wao wenyewe watakuwa wanatumia mwili. Kwa hiyo ubaridi wa nini sasa? Yaani kwamba mlivyosikia kwamba tunakwenda kukutana na klabu ya Simba hamkupata hofu ya aina yoyote? Kwanza huwezi kuweka hofu kwa sababu kwenye mpira unategemea jambo lolote lile. Kwa hiyo kama hivyo sisi tulitarajia mtu yoyote yule ambaye tutapangwa naye tutacheza naye kwa sababu ndo mpira huo. Na maandalizi yanaendeleaje mpaka hivi sasa kwenye nafasi yako unayocheza? Umejipangaje kwenda kuikabili ile safu ya ulinzi ya klabu ya Simba ambayo inaonekana imeimarika kweli kweli hivi sasa? Binafsi mimi kama mimi nimejiandaa na tumeandaa timu kiujumla. Kwa hiyo kwa sababu tunacheza kwa kushirikiana, sio mbaya. Tutakapokuwa tutaenda kuikabili hiyo mechi na hiyo safu yao ya mabeki. Lakini binafsi mimi kama mimi nimejiandaa kwenda kuna kitu lazima nikakitoe pale kama surprise. Kitokea mwalimu amenipa nafasi basi nitamwaminisha kwa kile ambacho nimejiandaa nacho. Na unatamani uipate? Mno. Bwana. Natamani sana kwa sababu unajua kwenye mpira kwanza ile ni timu kubwa. Simba ni timu kubwa na malengo au vision ya kila mchezaji ambaye anacheza asilimia kubwa sana ni kukutana na timu ya Simba. Kwa hiyo hicho ni mojawapo ya kitu kama malengo. Kukutana nao basi unaenda kuonyesha kile ambacho ulichokuwa nacho. Kwa hiyo kwangu mimi hiyo nitaitumia kama fursa. Una faida, wao hawakufahamu sana, wewe unawafahamu. Pengine hiyo ndio inaweza kuwa silaha yako ya kwanza kwenda kuadhibu ile safu ya ulinzi ya klabu ya Simba. Kwenye hilo sidhani, lakini unajua unapokutana na mtu ukisema kwamba wewe unamfahamu yeye hakufahamu, huo mpira sio. Lakini miongoni mwa vitu ambavyo hata wao wenyewe wanaamini kwamba hii nayo ni timu na ina wachezaji na wanajiandaa vile vile. Kwa hiyo hata wao wenyewe watakuwa wanakuja kiakili kwa kutegemea kwamba watu tunakutana nao sio kama wao ndo wanatujua, sisi hatuwajui, hapana. Huo sio mpira. Lakini wao kama wao wamejiandaa kulingana na nafasi yao na sisi tumejiandaa kulingana na nafasi yetu. Kwa hiyo hapo sisi tunasubiri tu Mwenyezi Mungu atuamshe salama ili tukabiliane nao. Kwa kuzitazama mechi za mwisho ambazo wapinzani wenu wamezicheza dhidi ya Dodoma pale Dodoma, lakini pia dabi ya Kariakoo, mechi kubwa kabisa ambayo wameicheza pale New Amani Complex. Unajiona una nafasi kiasi gani ya kwenda kufanya vizuri kwenye mchezo huu? Sasa hapo ndo tulipozungumza pale ambapo maandalizi. Mimi kama striker nimejiandaa kwenda kufanya kile ambacho kilifanyika na wao walopita. Kwa maana gani? Kwa maana kwamba mechi zilizopita tumejaribu kuangalia hizo game, tumeona safu yao ya ulinzi ipo vipi na wanacheza vipi, wanakabiliana vipi na mpinzani. Kwa hiyo hata mimi nitatumia kile ambacho kama udhaifu nilichokiona, basi Mwenyezi Mungu atajalia na mimi naweza katika huo mchezo nikapata. Na udhaifu ambao umeshachungulia hivi umeona? Hiyo ni siri yangu lakini. Hiyo haisemu hiyo. Tutaenda kuona pale Isamu. Pale. Sasa hivi kusema utaki. Hiyo haisemu. Sawa, neno lako kwa mashabiki wa B19 lakini wale wa Simba ambao wanaamini kwamba nyie kipigo mnacho. Kwanza kwa mashabiki tunawakaribisha na tunawaambia kwamba timu yao imejiandaa na tunahitaji support yao kwa sababu nao ni muhimu kwetu. Kwa hiyo tunawakaribisha, wakaribie sana. Tuna surprise kubwa sana ambayo tumeiandaa kwenda kuwapa.
Kwa hiyo tunawaambia karibuni. Waone mbuzi wa jiji. Ya mabeberu. Tunaenda kuonyesha ubeberu. Ya. Asante sana tena. Shukrani sana.